Mheshimiwa mtendaji wa kata ya Mzinga, mratibu wa elimu, bosi wetu, Mheshimiwa mwenyekiti wa kamati ya shule ya Nyamata, mkuu wa shule ya Nyamata, wakuu wa shule za serikali na walimu wote, na wasalimu katika jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo ni siku ya kipekee kwetu Nyamata, tunapoadhimisha miaka 15 ya kuwepo kwetu katika kutoa huduma katika jamii. Tunamshukuru Mungu kwa jambo hilo, sio jambo dogo, kwa sababu kwa taasisi kuishi miaka 15 sio jambo dogo. Wakati nasoma ujasiriamali walikuwa wanasema asilimia kubwa ya taasisi zinazoanza hufa ndani ya miaka 5. Zile ambazo zaweza kupita miaka 5 ni bahati, ni kama mtoto mdogo. Mtoto mdogo akipenya miaka 5, baada hapo kufa ni bahati mbaya sana. Kwa na sisi tunamshukuru Mungu kwamba ametupitisha katika hatua zote hizo na tumefika hapa. Na sisi tunatambua kwamba shule ya Nyamata, japo mnaita ni shule binafsi, lakini msingi ile ni shule ya jamii. Kwa sababu inahudumia nini? Jamii. Ni kutenganisha tu kwamba ni shule ya umma, hii ni shule binafsi. Nchi nyingine kama Kenya nilikuwa naambiwa kwamba serikali ikisambaza vitabu vya shule, huwa inasambaza kwa shule zote. Kwa sababu wote nini wale ni nini? Ni watoto wa serikali, watoto wa umma. Kwa hiyo sisi tunajua kwamba Nyamata ni shule ambayo ni ya jamii. Kwa hiyo sisi huwa tunakaa karibu na jamii, na ndio maana sisi huwa tunashiriki katika almost kila kitu. Tukisema tunakarabati barabara tupo, sio jamani? Katika mambo yote ya kijamii sisi tunashiriki. Na sio hilo tu, sisi vile vile ni watu ambao ni binadamu ambao tuna hisia, tuna fikra vizuri na tuna dini. Sisi tumefundishwa kuwa na moyo wa shukrani. Usipokuwa na moyo wa shukrani, ukashukuru hata kwa kidogo, hata kikubwa huwezi kushukuru. Kwa hiyo sio kwamba tumekuja ni mara ya kwanza hapa, hapana. Sisi tumekuwa tukitoa shukrani kwenye vituo vya watoto yatima. Tumekwenda kule Nungwi kwa wazee ambao hawana wa kuwasaidia, natoa chochote tulicho nacho. Kwa hiyo ni utamaduni tumeujenga kwamba sisi tutoe chochote kidogo kile, hata kanisani. Unatoa, unakuta unajenga, unatoa. Unajenga angalau unanunua dawati moja, unajenga nguzo moja. Huo ni moyo wa shukrani. Kwa hiyo ni kitu ambacho tumefanya miaka yote. Nadhani hata mwaka huu kuna watu walikwenda kituo cha watoto yatima kule Chanika. Na tunajenga hata kwa watoto wetu sisi. Na hiyo safari ya Chanika ilianzishwa na watoto wa bweni. Waliambia walinzi wao, jamani, tunafikiria kwamba mwaka tukatoe shukrani kwa watoto wenzetu ambao wana uhitaji. Tukajiorganize, tukaunga mkono wazo hilo, tukaenda. Kwa hiyo leo tunapokuja hapa ni muendelezo wa utamaduni wa kutoa kwa jamii. Kwa hiyo leo imetupendeza, tulipowasiliana na mratibu, tukasema sisi tungependa kutoa kitu katika maeneo yetu hapa ya Mwanagati. Basi ikaonekana kwamba kuna uhitaji pengine wa kuweza kuandaa samani kidogo. Hizo ni kidogo, lakini ni kikubwa kinapotolewa kutoka kwenye moyo wa dhati wa kutoa. Kwa hiyo tukakubaliana kwamba tutengeneze hizi meza. Hatukupenda kwenda kununua meza kwenye furniture centers, kwa sababu tunajua zile ni meza ambazo nyingi ni sawdust. Tukasema tulete meza ambayo unaweza kukalia wale walimu wakuu 10, 15, hata 20. Hii meza ni mninga original. Si rahisi kwamba tutavunjika katika miaka 10, 20 ijayo. Kwa hiyo ni asset ambayo mtaitumia katika kujenga taifa, na sisi tunasema japo tuliweza kuchangia kidogo. Kwa hiyo sisi hatuna jambo lingine kubwa, ni hilo tu, ni uendelezo wa moyo wa shukrani kwa Mungu, moyo wa shukrani kwa jamii, kwa sababu bila kuwepo jamii sisi tusingekuwepo mpaka sasa. Kwa hiyo tunawashukuru Mheshimiwa viongozi, Mheshimiwa diwani,
Kwa kweli sisi tunafurahia sana kwamba tunapata ushirikiano mkubwa sana kutoka kwenye serikali, kutoka kwenye chama tawala. Mheshimiwa Diwani unatushauri sana, Mheshimiwa Yusta, Mheshimiwa Hamza na wengine wote katika kuwezesha kazi yetu iweze kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo sisi Nyamata tuna amani, tuna furaha kwa sababu tuko katika eneo ambalo kwa kweli tunakubalika. Kwa hiyo sina maneno mengi zaidi ya kusema, zaidi ya kuwashukuru na kusema sisi tumeleta vitu hivi kama sehemu ya kutoa kwa jamii, kama jambo la kihisani, lakini jambo kubwa zaidi la kumshukuru Mungu kwa sababu yote haya Mungu ndiye anafanya wala sio sisi. Nawashukuru sana na penda kurudisha kwa MC tafadhali. Tanzania. Kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa hii fursa adhimu kabisa ambayo taasisi ya Nyamata imetukutanisha hapa. Na kabla sijaendelea, tulikuwa tukimsubiri wakati tunavuta muda mgeni wetu rasmi, gavana wetu wa inaitwa tarafa ya Ukonga yenye kata ngapi gavana? Ina kata 20. Kwa miongoni mwa kata hizo na kata yetu ipo kaka yetu Heri. Nilimpa tu mwaliko wa dharura jana, na pamoja kwamba ndio msaidizi wa mkuu wa wilaya kwenye ili eneo, akasema atakuja. Tumpigie makofi kwa sababu alikubali. Mimi niseme hili jambo la heri sana. Ingawa mkurugenzi hujasema thamani na mwalimu ameanza kusema hajasema thamani. Pamoja na maelezo mazuri sana mkurugenzi kwamba hivyo ni viti ambavyo vitadumu kwa muda mrefu na ni vyenye mti wa serikali, mti wa Muninga. Sasa kwa sababu hata alipofika gavana alikuwa ananiuliza kwani anaitoa hizi zawadi ni nani? Nikamwambia leo kwa kushoto kwako. Sasa wakati mimi naendelea, gavana mkurugenzi Dr. Ganebanka atakudokeza thamani ya hivyo vifaa. Ili wakati tunavipokea tunajua hiki alichokitoa kwa ajili ya walimu wetu ni chenye thamani ya kiasi fulani. Au dokta, unaona useme mwenyewe kwenye hadhara. Raha ya mambo mtu mwenyewe useme, sio? Basi kabla mimi sijaendelea niketi na nikupatie vipaza vya Manara na Mpenja ili utuambie thamani harithi ya vifaa. Ili wakati tunakupongeza kwa kuwa umehitaji nitaje, nitaka kutumia kanuni ya kusema kwamba ukitoa hata mkono wa kushoto sio umetoa nini. Kwenye mwezi wa baraka namna hiyo unatakiwa upate kilicho chako. Hivi vifaa vina thamani ya shilingi milioni 6.1. Umeona jamani? Hayo makofi hayatoshi ya milioni 6.1. Tuna kila sababu ya kukushukuru. Lakini inawezekana kesho mnafikisha miaka 15, lakini imeungana na kipindi cha Kwaresma na kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Waislamu ukitoa kipindi hiki kitu mnajua. Ulikuwa unasema mwalimu inakuwaje? Inakuwa maradufu. Kwa hiyo Mungu akakuongezee. Na sio wewe, kwa ujumla wake wa taasisi nzima. Kwa sababu wakati inawezekana unalichakata hili jambo, taasisi nzima imehusika kuhakikisha kwamba hicho mlichokipata ninyi mnakiona kidogo, lakini sisi wawakilishi wa wananchi tunakiona kikubwa zaidi. Na kama alivyosema Hamza, na mtu ambaye alikuwa akitusumbua hapa ni mwalimu wa shule ya msingi Mwanagati ambaye ni mwenyeji wa shughuli ya leo. Kila tukija anatuambia jamani, mgongo wangu jamani, mgongo wangu jamani. Sasa nafikiri kupitia dua na sara leo taasisi ya Nyamata imeweza kusikia haya. Kwa hiyo tuna kila sababu kama nilivyosema mwanzoni ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini zaidi
umefanya jambo kubwa la kumsaidia rais wetu wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, kulisogeza gurudumu hili la elimu mbele. Wewe unaweza kuona taasisi yako umefanya kitu kidogo, lakini sisi tulio watumishi wenu kupitia kwa rais tunawapongeza sana. Na muendelee kuwa na moyo huu. Tuna mahitaji makubwa kama ulivyosema, wakati mwingine mna support huko kwenye watoto yatima, lakini kwa maana ya elimu kwa ujumla wake bado mahitaji ni makubwa. Taasisi yenu imekuwa ni ya mfano na imekuwa ikifanya vizuri. Governor, tukitoka hapa tutakupitisha ili na wewe ukiwa unajua kabisa kwenye tarafa yako kuna taasisi zinazofanya vizuri, ni miongoni mwa hii shule ya private. Lakini siku hizi nashindana na wenzetu hawa wa serikali. Kwa hiyo ukiona Nyamata amekuletea meza na kiti, maana yake ukae mwalimu mkuu, tulie, ufanye mambo yako yakae vizuri, ili matokeo yanapotoka basi kwa taasisi zote kwa ujumla wake zinaonyesha zimeongeza ufaulu. Sasa nisiwe msemaji sana, Governor, wewe hii shughuli ni ya kwako, na tulikuomba uje upokee hivi vifaa kwa niaba yetu sisi. Sasa nikukaribishe rasmi, na leo kuna mtindo wa kuongea. Mimi si muumini sana wa kuongea na Mpenja na Manara. Basi nikukaribishe ili uweze kusema neno na watukabidhi vifaa, alafu tuendelee na majukumu mengine, kwa sababu tunajua tuko kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani na Kwaresma. Karibu sana. Mzinga oye! Mwanagati oye! Mheshimiwa diwani wetu wa kata Mzinga, Mheshimiwa Jobu, uongozi wote ulioko hapa, naona mwenyekiti wa sekretarieti wa mtaa, lakini na viongozi mbalimbali, walimu na uongozi wa Nyamata Akademia. Mimi kwa niaba ya serikali niwashukuru mno. Nyie sasa mmeonyesha dhamira ya dhati kabisa kwamba shule sasa hivi za binafsi sio washindani kama watu walivyokuwa na tafsiri, bali wanashirikiana sisi kutoa huduma. Kwa hiyo tuwapongeze kwa moyo wa upendo kwa meza hizi na viti. Mmetuhakikishia katika shule zetu 4 zote za shule ya msingi, Mheshimiwa Job, mmempunguzia Mheshimiwa mkurugenzi kwa thamani ya milioni 6, mnatupa viti quality kabisa. Kwa naviangalia hata ofisini kwetu sidhani kama vipo. Angalia hata si ofisini kwetu sidhani kama vipo. Chungulia naona kama nikiviangalia vizuri naona viko kwa Mheshimiwa Chalamila hapo mkoani pale. Kwa hiyo tumepewa heshima kubwa sana ya vitu bora kabisa, kwa sababu ukiangalia Mninga lakini quality inaeleweka. Kwa hiyo tuwashukuru, na pale ambapo mmetoa Mwenyezi Mungu aongeze. Na nafikiri ndio mnatupa, Mheshimiwa Jobu ameshasema hapa, mnatupa nafasi kubwa ya kuweza walimu kujitafakari na kuweza kufanya vizuri, tukiona ni moja ya wadau wenzetu wa maendeleo ambao tunashirikiana ndani ya kata yetu ya Mzinga. Kwa kweli mimi niwapongeze kwa sababu hamjatoa sekondari, mmetoa kwa watu wanaotoa huduma kama mnatoa nyie. Kuanzia baby class mpaka darasa 7. Na sisi ndio tunatoa hizo chekechea hivyo, ni lugha tu imebadilika pale. Lakini wote tunatoa huduma aina moja. Tushukuru sana. Na pale ambapo na nyie mtakuwa na changamoto zingine, ofisi ya Mheshimiwa mkuu wa wilaya iko tayari na nyie kushirikiana kutatua changamoto, kwa sababu tunajua pamoja ni sekta binafsi lakini inashirikiana, kwa sababu tungesema hizi shule zetu zote hapa zisingeweza kutosheleza na wanafunzi ambao wako kwenu. Kwa hiyo na nyie ni wadau ambao mnatusaidia sasa kuendelea kutoa huduma na elimu yenu, na kwa kadri siku zinavyozidi kwenda mnatoa elimu ambayo ina kiwango kile ambacho kinakimbizana kwa mahitaji ya shule mbalimbali ambazo zipo. Tuwashukuru mno. Lakini Mheshimiwa Diwani nishukuru kwa sababu kuna viongozi mbalimbali ambao ongeza hata kuwapigia simu akafika. Kwa nafasi hii ambao umenipendelea kuweza kufika kushiriki katika zoezi ya hadimu ambao umesema hata kwa kipindi hichi ambacho cha mwezi mtukufu wa Ramadhani pamoja na Kwaresma, ambao tunapata nafasi hii ya kuweza kushiriki katika masuala kama haya ya kiimani ambao kuweza kushirikiana pamoja. Basi baada ya kusema hayo, mimi sio msemaji sana Mheshimiwa Diwani, mimi mtu wa kazi, kwa sababu nimeshasema hapa niko tayari kuyapokea
ili sasa tuweze kuwakabidhi wenzetu walimu shule yetu iweze kuanza kazi. Asante sana. Na mkurugenzi mratibu alikuwa anajaribu kukiinua, akaona kweli mningao. Mkurugenzi wa Nyamata atamkabidhi gavana meza na viti, ambapo baadaye gavana atakabidhi kwa shule zake. Karibu mkurugenzi wa Nyamata kwa ajili ya tukio la makabidhiano. Nafikiri wote watashika hivyo viti kwa pamoja. Naam, tukio sasa ndio linafanyika la makabidhiano. Picha zinapigwa. Kwa niaba ya uongozi wa Nyamata Academy, naomba sasa ukabidhi rasmi meza hizi na viti kwa mgeni rasmi gavana na mheshimiwa diwani wa kata ya Mzinga, tayari kwa matumizi ya shule zetu za msingi 4 za kata ya Mzinga, yani shule ya msingi Mwanagati, shule ya msingi Mzinga B, shule ya Mafanikio na Magole. Basi naomba kuwakabidhi. Asante. Kwa niaba ya serikali nitumie nafasi hii kukushukuru na kupokea viti hivi pamoja na meza kiwango kabisa ambavyo umetukabidhi ili tuweze kukabidhi katika shule zetu kama ulivyotegemea na ulivyopenda utuwape. Asante. Baada ya makabidhiano naomba usubiri bado kidogo. Naomba wale wakuu wa vyake kiti na meza yake kutoka kwa gavana. Kwenye lailoni kabisa. Na uzuri kabla watu waanze kuloga mapema. Maana viti vina watoto wanaroga hivi. Mwalimu, kwa niaba ya serikali ni kukabidhi viti pamoja na meza ya kiwango. Tumepewa muda wa kudumu wa viti hivi. Ni vya kiwango, tunategemea kwanza kuchakachaka ndani ya miaka 15. Kwa hiyo tunategemea kabisa utavitunza kama alivyokuwa anategemea ili iweze kutoa huduma kwa watu wengine pamoja na wewe. Asante sana. Mwingine? Asante sana gavana pamoja na uongozi mzima wa Nyamata Academy. Shule ya msingi pokea kiti na meza yake. Karibu. Na kukabidhi mwalimu vitunzo kama tulivyoongea mara kwanza hapa. Asante mheshimiwa gavana, tunakuahidi tutavipokea na tutavitunza kwa baada hata miaka 15 tutavikuta katika hali hii na ubora. Na hii ni changamoto kwetu katika kuboresha elimu pia. Asante sana. Asante. Mwalimu mkuu Mafanikio. Mwalimu mkuu Mafanikio ni kukabidhi meza pamoja na kiti uweze kuitunza kama tulivyokabidhiwa. Asante. Asante sana mheshimiwa gavana, tunakushukuru kwa zawadi hizi nzuri ambazo tumepata leo kutoka kwa mfadhili. Tunashukuru serikali kwa msaada mkubwa ambao kupitia mfadhili wetu. Sisi tunaahidi kuitumia meza hii kwenye mazingira yaliyokusudiwa na kuinua taaluma kwa ajili ya watoto wetu. Asante sana. Mimi nitumie fursa hii na kukabidhi viti pamoja na meza. Asante sana mheshimiwa gavana kwa zawadi hii kutoka Nyamata Academy. Tunamshukuru sana na pia itaturahisishia sisi utendaji kazi. Ni kweli kabisa ilikuwa ni uhitaji wetu. Hatuna samani kwenye mashule yetu. Tunashukuru sana. Mungu ambariki, na vile vile pia tunashukuru pia serikali yetu kwa kuelekeza kwa kutoa mahitaji yetu. Mheshimiwa diwani, afisa elimu kata ameona uhitaji wetu. Na pengine labda afisa elimu kata angeweza kabisa kupeka jambo hili likaenda kwingineko, lakini akaona mahitaji yetu shule za msingi katika kata yake kwamba tunahitaji samani. Kwa tunamshukuru sana kiongozi wetu wa elimu katika kata yetu. Tunakushukuru gavana. Asante sana mkurugenzi wa Nyamata. Mungu akubariki sana. Mkurugenzi, wenye viti wa serikali ya mtaa, wa kamati za shule, walimu wakuu pamoja na walimu wote kwa ujumla. Nichukue nafasi hii kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupa afya njema mpaka tumeweza kuifikia siku ya leo. Lakini nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumpa afya njema Dr. Ngedabanka akaweza kufikia siku ya leo na kujua kwamba kama Mungu ameweza kumfikisha hapa, anatakiwa kurudisha shukrani kwa Mwenyezi Mungu.
kama alivyotangulia kusema Mheshimiwa Diwani, ukiwa ni kipindi cha mwezi wa mfungo, Waislamu wanafunga, Wakristo wanafunga. Kwa hiyo ni kipindi pekee cha kutoa sadaka na tunashukuru sana. Lakini Gavana, nichukue nafasi hii kukushukuru kwa kuitikia wito. Imekuwa ghafla tumekushtua, lakini pia umeweza kufika mahali hapa. Hizi samani ambazo leo tumezipokea kwetu ni za msingi sana. Na wakati nateta na dokta aliponiambia hili swali, nimwambia nina shule 6 pamoja na zile za sekondari. Akaniambia mimi naangalia kwanza wale ambao nafanana nao rangi, ndio ambao nitacheza nao kwanza. Kwa hiyo mimi nikushukuru sana. Nikushukuru sana dokta kwa msaada huu mkubwa. Lakini niwashukuru sana staff ya Nyamata. Nimshukuru sana mwalimu mkuu wa Nyamata. Kwa sababu ninaamini dokta alivyofikiria lazima wazo lilienda kwa mwalimu mkuu. Mwalimu mkuu angeweza kumshauri vinginevyo tofauti, lakini na yeye pia alimshauri kama ambavyo dokta alikuwa amewaza. Kwa mimi niwashukuruni sana. Lakini niwashukuruni sana wote ambao mmefika mahali hapa kwa ajili ya kutusaidia kupokea thamani hizi. Tunaahidi kwamba mimi nikishirikiana na viongozi wenzangu, nikimaanisha walimu wakuu wote, tutashiriki katika kuzitunza. Nilikuwa najaribu kunyanyua kidogo ili ninyanyue hivi, nimeshindwa. Nikajiuliza hao wenzangu wamenyanywaje kutoka kule kwenye gari kuzileta hapa. Kwa hiyo ni kitu cha thamani sana. Tunashukuru sana dokta. Kama yule Ezekia alivyogeukia ukuta, akasema miaka 80 haitoshi, nipe ifike hata 85, basi na mimi ninakuombea Mungu akupe maisha marefu zaidi ili tuendelee kula matunda zaidi. Mungu akubariki sana. Mafanikio wabaki mafanikio. Mafanikio. Sio mafanikio bwana. Haya, tumekaribia picha bwana. Sehemu ni kata. Yule bwana. Afisa elimu ya. Angoje sasa na diwani kae. Unajua mambo yenyewe haya bwana. Mtendaji afanye Magole. Kesho nalo kesho. Ngawa visema zizikiki uno kinauma. Naendelea kupata masi. Mkurugenzi, habari sasa? Salama kabisa. Kwema. Safi, wajionaje hali wewe? Alhamdulillah, sijui wewe. Na mimi si jambo bwana. Sasa. Na hichi ambacho umekifanya leo wewe pamoja na Nyamata Academy. Ni kwa kiasi gani kimekuwa kikubwa na umependa mapokezi hao ambao mmewagaia hizi thamani za ofisi? Kimsingi sisi tumefarijika kwa sababu tuliona tutoe kwa jamii, lakini kitu ambacho kinatia moyo ni kwamba jamii imepokea kwa furaha na wameweza kuthamini mchango wetu. Pamoja kwamba sisi tunaona ni kidogo, lakini wao wanasema hapana, sio kidogo, ni kitu ambacho kitatusaidia katika kutoa huduma kwa jamii, katika kutoa elimu kwa watoto wetu, na kinatia faraja kwamba wanasema sisi shukuru kwa kidogo hata kikubwa hawezi. Kwa wao wamefurahi na sisi tumefurahi kwa sababu tumetoa kwa hiari, kwa utashi wetu, kwa moyo wetu, kwa shukrani yetu kwa Mungu. Kwa sisi tunafurahi kwa sababu ukiwa hapa duniani huna thamani kama humgusi mtu mwingine. Kwa hiyo uwepo wetu sisi una maana sana pale ambapo tunaweza tukagusa watu wengine ambao wanahitaji. Kwa hiyo tukaona kwamba twende tukatoe zawadi shukrani kwa wenzetu katika mwaka huu. Mliona nini mpaka kuamua kufanya hichi ambacho mmekifanya? Labda nikwambie kwamba sisi si mara ya kwanza, umekuwa ni utamaduni wetu sisi. Isipokuwa huwa tunazunguka tutoe wapi. Sasa kwa mwaka huu imetupendeza na imeangukia kwamba tutoe kwa shule za msingi za katika eneo ambapo tupo, kwa sababu sisi Nyamata tunasherehekea mwaka wa 15. Hongereni sana kwa hilo. Tunashukuru sana. Sasa tukasema, wanasema charity starts at home. Tusiende mbali, tuanzie hapa ambapo ndio wametulea, wametukuza, tumefika hapa.
lakini kawaida yetu sisi kila mwaka huwa tunatoa kwenye taasisi tofauti kama vile watoto yatima, tunatoa kanisani, na tumewahi kutoa mpaka kule kwa wazee ambao hawana msaada kule Kigamboni. Kwa hiyo ni culture, tunajenga utamaduni na tunajaribu kufundisha toka watoto wa shule wajue. Na tunaona inatupa faraja kwa sababu najua ukitoa kwa kupenda unapata amani ya moyo. Maana unajua vitu ambavyo vinaleta furaha, yani motivation ya mtu si utajiri, motivation ni kiasi gani unagusa watu. Wala sio kitu kingine. Unaweza kuwa na hela zikusaidia, lakini unapoona mtu anasema asante, ina maana kubwa sana katika maisha ya mtu. Nikushukuru sana mkurugenzi. Nashukuru sana baba kwa huduma nzuri. Asante sana. Kwanza hongereni sana kwa kutimiza miaka 15 tangu kuanzishwa kwenu. Kwa kweli tunamshukuru Mungu sana, ni hatua kubwa kwetu kama taasisi ya Nyamata Academy, kwa sababu tunaamini kwamba zipo shule nyingi au taasisi nyingi ambazo kwa kipindi zipo katika muonekano mzuri, lakini nyingi tumeona tukishuhudia kwamba zikishindwa kufikia miaka hiyo kwa sababu mbalimbali, lakini sisi Nyamata Academy imekuwa ni tofauti. Kwa ni jambo la kumshukuru Mungu kufikia miaka hiyo 15 na sasa tunaiazimisha. Na katika kipindi hiki cha kuazimisha miaka hii 15, sisi umekuwa ni utaratibu wetu kama taasisi ya Nyamata kwamba tunakuwa na shukrani ambayo tunarudisha kwa jamii kupitia mafanikio yetu ambayo tunakuwa tumejaliwa na Mwenyezi Mungu. Naam. Labda zungumza na Watanzania ambao hawajui nini sababu ya Nyamata Academy kuleta msaada wa thamani kama hizi hapa. Kwa kweli sisi kama taasisi ya Nyamata, kama nilivyosema hapo awali kwamba sisi kuleta hizi thamani kwa jamii au kwa shule sio kwa namna nyingine yoyote ile, bali ni katika kurejesha shukrani kwa jamii ambayo pia inakuwa ni jamii ya Watanzania kwa ujumla. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna umuhimu sisi kama taasisi ya Nyamata kushirikiana na jamii ambayo inatuzunguka katika kuhakikisha kwamba katika swala zima la elimu basi tunawafikia hata wale ambao wako kwenye hizi shule za serikali watoto, ili kusudi walimu waweze kuwa na mwamko na ari ya kuweza kufanya na kutekeleza majukumu yao vizuri na kuweza kufikia mafanikio hasa ambayo sisi kama shule binafsi tunayo na tunaendelea kuyatamani zaidi kufikia mbele. Walimu nikushukuru sana, hongereni. Na Mungu awape miaka mingi zaidi ya hii 15. Tunashukuru sana, tuko pamoja na sisi tunazidi kumuomba Mwenyezi Mungu atupe afya njema na tuendelee kuwa na huu moyo wa shukrani ya kurudisha kwenye jamii ili kusudi tuendelee kuyafikia mafanikio na tuweze kutamani kuona zaidi hata jamii inayotuzunguka na yenyewe ikifurahia na kuona mafanikio yetu na shukrani yetu ambayo tunaitoa ikiwa inafanya kazi kwao hasa katika hii swala zima la elimu. Asante sana. Umekabidhi thamani ambazo zimetolewa na shule ya Nyamata kwenda kwenye shule nyingine ambazo wamepokea hapa. Ni kwa kiasi gani kama mgeni rasmi wa tukio hili leo umefurahishwa na hiki ambacho Nyamata wamekifanya? Kwanza nitumie fursa hii kumpongeza sana mkurugenzi wa Nyamata Academy. Nilishasema mwanzo na nitaendelea kusema. Ameonyesha nia dhati kabisa kwamba sisi sio washindani. Lakini tunashirikiana pamoja kutoa elimu katika nyanda tofauti tofauti. Wao wanatoa sekta binafsi na sisi serikali, wote tunashirikiana. Yana wanafunzi zaidi ya 900 na kitu, na sisi katika shule zetu 4 tumeunganika kuwa na pamoja na kwa shule 5. Niwapongeze, na shule ziko nyingi hapa Mzinga na shule zinazotoa huduma mbalimbali tuwahimize waweze kuungana pamoja kurudisha kile kidogo anachokipata kule kwa jamii ambayo inatoa, ili kwa wengine nao waweze kupata ile huduma. Na tumesikia wenzetu wanatoa paka kwa watoto yatima na maeneo mbalimbali. Kwa hiyo ni namna bora ya kuweza kugusa wale wengine wenye uhitaji na kuweza kugusa na maendeleo. Kwa hiyo niungane tumpongeze zaidi kwa juhudi alizozionyesha kuungana na Mheshimiwa Rais, kuungana katika kutoa huduma iliyo bora kwa shule zetu 4. Kwa niwapongeze sana, lakini vile vile nitumie fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Diwani. Nimesema ni nafasi ya ushirikiano mzuri na umoja kuweza kutumia fursa kwa jamii iliyoko hapa inayotoa huduma mbalimbali kuweza kuungana. Hii sio mara kwanza. Tuliungana kule katika kituo cha polisi, tuliungana na taasisi mbalimbali tuweza kushirikiana kuunga mkono
kutoa mafuta na mambo mbalimbali ambayo yanaweza kuchagiza shughuli za ulinzi na usalama kuweza kufanyika. Kwa hiyo nimpongeze sana Mheshimiwa Naye Diwani kwa kazi kubwa ambayo anaendelea kufanya, kuhimiza na kuendelea kutoa huduma mbalimbali katika jamii iliyoko hapa. Gavana, cha kumalizia, kama mwakilishi wa serikali hapa, neno gani kwa wadau ambao wana moyo labda wanatamani kufanya kitu kama hichi, wasiwe na hofu, wafanye ili kwa ajili ya kukuza zaidi kiwanda chetu cha elimu? Yaani tuwahimize, tunawakaribisha na wasiofu. Unajua kifika kipindi kama hichi cha uchaguzi watu na hofu. Mheshimiwa Diwani simemwona yuko hapa. Naendelea kuhimiza tuweze kushirikiana. Hatuna hofu kwamba unatoa, labda tuna hofu kwamba unataka kugombea udiwani au unataka kugombea ubunge au unataka kufanya chochote. Tunawakaribisha wote, tuungane kwa pamoja, tuweze kuunga na kuweza kufanya shughuli za maendeleo. Mzinga ni yetu pamoja, tuungane kwa pamoja kuijenga pamoja. Asante. Asante. Mheshimiwa Diwani, umekuwa shuhuda wa tukio ambalo Nyamata wamelifanya hii leo, kukabidhi thamani kwenye baadhi ya shule ambazo walimu wakuu wamepokea hapa. Kama diwani wa hii kata, ni kwa kiasi gani unawapongeza Nyamata kwa hichi ambacho wamekifanya? Kwanza naitwa Job Isaac, diwani wa kata hii ya Mzinga. Nyamata ni taasisi ambayo tumeshirikiana nayo kwenye vitu vingi. Na hili ni tukio ambalo la leo la kukabidhi viti 4 na meza 4 zenye thamani zaidi ya milioni 6.1 ni jambo la kumshukuru Mungu sana, kwa sababu utaona kwenye shule zetu furniture zilikuwa zini shida. Kila tukipita kwa walimu hasa wakuu, acha kwenye staff kule, mwalimu mkuu anatakiwa ukiingia ofisini kwake unaweza kuona kabisa ni ofisi ya mwalimu mkuu. Kwa hiyo Nyamata wametushika mkono na kwa kweli wamemheshimisha rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan. Lakini utaona wamekitoa katika kipindi cha mwezi mtukufu Ramadhani na wakati wa Kwaresma, kwenye kile kidogo walichokuwa nacho wamekirudisha kwenye jamii kama CSR ambayo watu wengi wanatakiwa kukifanya. Kwa tunawashukuru sana, tunawatia moyo kwamba hili jambo liwe endelevu, kwa sababu hii ziada wanaoipata na kuamua kuirudisha kwenye jamii wanaipata kila mwaka, lakini waione jamii ni ina umuhimu zaidi kuliko, kwa sababu ungeweza kufanyia kitu cha aina yoyote, lakini wameamua kipindi hiki kuhakikisha kwamba wanakileta hiki kwetu. Ni jambo jema sana. Cha kumalizia, cha kuambia wadau ambao unatamani waje kutoa zaidi ya hichi kwenye kata yako? Kwangu ni tofauti kidogo inawezekana kuliko kwenye kata zingine. Kumekuwa na hizi taasisi mbalimbali. Ukipita utaona tuna matatizo mengi, lakini mara nyingi tunapokuwa na jambo tunawaita wanajitokeza. Hili leo Nyamata ni kama amelipublicize tu kwenye media, lakini wengi wamekuwa tukishirikiana kwenye barabara. Utaona barabara zetu bado hazijafika kwenye kiwango cha lami. Wakati wa mvua kunakuwa na shida, tukihitaji vifusi au kodi grader na kutia mafuta tumekuwa tupata hiyo support. Lakini juzi tulikuwa na walimu akina mama, wadau pia walihakikisha kwamba tunapata nguo za watoto wale wasiokuwa na uwezo, na tulifanya jambo lile lilikuwa kubwa zaidi na watoto zaidi ya 150 walipata. Kwa ni jambo ambalo sasa ni endelevu, ni jambo ambalo linatakiwa kuigwa. Kila mmoja aliyoko sasa kwenye kata hii aona ana kitu cha kufanya, kujivunia kwa watu wake na wananchi wenzake kwenye kila ambacho anaweza kutoa. Mheshimiwa, mimi nikushukuru sana. Asante sana. Vipi hali yako? Salama. Naona mkula uzi. Nimekula uzi uhakika, kesho uhakika. Natoka kesho mnatolewa? Kesho uhakika. Hatuwezi kufungwa mara 5. Mwenyekiti, umekuwa shuhuda wa hichi ambacho Nyamata wamekifanya leo hapa. Ni kwa kiasi gani unawapongeza Nyamata kwa hicho alichokifanya? Binafsi yangu nawapongeza sana Nyamata kwa sababu nadhani mwandishi wa habari umeangalia thamani ambazo zilizoletwa hapa ni thamani za hali ya juu, furniture ambazo mti mzuri, tumeona namna ambavyo wamejitoa. Na sio kwamba hizi fedha alikuwa hana cha kufanyia, ana kazi nyingi za kufanya na kufanyia hizi fedha, lakini ameona airudishe thamani hii kwa wadau wa elimu kwenye kata ya Mzinga. Kwa hiyo tunampongeza namna ambavyo amejitoa, lakini ili uone kwamba Tanzania ni sehemu yenye amani. Nyamata anafanya kazi kwa amani, lakini ameamua kurudisha sehemu yake ya pato lake kwenye shule hizi za serikali. Kwa hiyo yote yanatokana na namna ambavyo amani ipo, inatokana namna ambavyo namna ambavyo tunavyopendana, upendo upo. Kwa hiyo
tunampongeza namna alivyothubutu, na nitoe tu wito kwa wadau wengine, kwa sababu kata ya Mzinga kuna shule nyingi ambazo zina vituo vyake kwenye kata ya Mzinga. Waige huu mfano, kwa sababu kwenye shule zetu za serikali population ya watoto ni kubwa sana. Manake uhitaji ni mkubwa wa hivi vifaa. Manake alivyotoa hivi leo mkurugenzi wa Nyamata, manake tushapunguza hata kwenye mapato ya halmashauri, tena tufikirie kufanya hiki kitu tena. Kwa hiyo wito wangu niombe wale wadau wenye shule binafsi kama Nyamata, basi waje watuunge mkono, tushike mkono, tuhakikishe tunapata hizi thamani, na kuna vitu vingi ambavyo tuna uhitaji navyo. Kwa hiyo niseme vinakuja kupunguza mahitaji makubwa, kwa sababu umeona hizi thamani zinaenda shuleni, ofisini kwa mwalimu mkuu. Manake mwalimu mkuu ndio kichwa pale shuleni. Kwa hiyo nadhani mwalimu mkuu akiona sehemu ya kukaa, sehemu ambayo iliyotulia, sehemu ambayo anaweza kufanya kazi zake bila stress, naamini hata ufaulu pia unaenda kuongezeka. Kwa hiyo niseme tunamshukuru sana mkurugenzi wa Nyamata. Asante sana. Asante sana inshallah.